Tukielekea huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapigano yamezuka upya katika eneo la Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano mapya yamezuka mnamo siku ya Ijumaa karibu na Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya kundi la M23 na wanamgambo wanaounga mkono serikali, kwa mujibu wa vyanzo vya usalama na vya eneo hilo. Baada ya Marekani kuituhumu Rwanda kwa kukiuka makubaliano ya amani iliyosaini na jirani yake mapema Desemba, M23 ilisema ingejiondoa Uvira. Lakini waasi wa M23 wakiwa wamevalia kiraia wamebaki mjini humo, kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo na kiusalama. Kiongozi wa asasi za kiraia Martin Mashimango amesema takribani saa 12 asubuhi mnamo Ijumaa, boti mbili za doria za M23 zilishambuliwa katika bandari ya Kalundu kabla ya kushika moto. Lakini pia chanzo kingine cha usalama cha DRC kiliambia shirika la habari la AFP kwamba kwa sharti la kutotajwa kwamba hizo zilishambuliwa na drone zao katika eneo la Kalundu, bandari iliyoko katika ziwa Tanganyika. Wapiganaji wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda walikuwa wameteka mji huo muhimu karibu na mpaka wa Burundi mapema mwezi huu, muda mfupi baada ya serikali za Kongo na Rwanda kusaini makubaliano ya amani mjini Washington, ambayo Rais wa Marekani Donald Trump aliita muujiza mkubwa. Hata hivyo, makubaliano kati ya M23 na wapiganaji wanaoiunga mkono serikali yalizuka mapema wiki hii karibu na Uvira, wakati wapiganaji wanaoungwa mkono na Rwanda na wapiganaji wanaoiunga mkono Kinshasa, wakifahamika kama Wazalendo, walishambuliana kwa makombora ambayo yalisikika hadi Uvira, kwa mujibu wa Mashimango. Jeshi la DRC limeita ahadi ya kujiondoa kwa M23 kuwa ni mapinduzi ya vyombo vya habari yaliyokusudiwa kudanganya mtazamo wa umma na kulishutumu kundi hilo kwa kujipanga upya katika vilima vilivyo juu ya Uvira, na kwamba wakati huu bado mashambulizi yamekuwa yakiendelea kati ya jeshi la serikali pamoja na jeshi la M23 ambalo linadaiwa kwa kiasi kikubwa kuungwa mkono na Rwanda. Rais wa Rwanda Paul Kagame mara kadhaa amekataa juu ya kuunga mkono M23 licha ya ulimwengu kujulishwa na vyombo vya habari kwamba ni Rwanda inayohusika na kulipatia silaha kundi la M23, lakini pia wengi wakitaja kwamba huenda wanafanya hivyo kwa ajili ya kuweza kupata madini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ndio maana Rais wa Marekani Donald Trump, hata wakati wa makubaliano ya kumaliza vita hivyo, moja kati ya jambo muhimu alilolitaka ni kusaini mkataba wa madini katika nchi ya Rwanda pamoja na Burundi. Na haya ni madini adimu ambayo rais huyo wa Marekani Donald Trump amekuwa kiasaka katika kila eneo katika ulimwengu. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.